unapomezwa na mitandao, unaposhikwa na simu, ukaweka macho muda mrefu kwenye simu, ukaweka macho sana kwenye mitandao, ukatumia hela yako nyingi kwa sababu ya mitandao na internet na kwa sababu ya data, kuna madhara, na uhakika wengine madhara mengine mnayajua, mengine hamyajui, na leo nitakwambia machache. Na utakapoyaelewa wewe madhara, itakusaidia kuwafundisha wale watoto kwamba hivi unajua unaweza ukakutana na A, B, C, D kwa sababu ya kwenda kitandani na simu. Hivi unajua simu yako ukilala nayo inaweza kukusumbua. Hivi unajua ukianza kuangalia simu umeshazima taa unaweza kupata madhara. Ni vizuri ujue madhara wewe kwanza, dada, kaka, patron, matron, jua madhara yale yote ya mitandao na simu, ili ukiwa unawaambia. Hivi unafahamu kwa nini watu wengi anaweza kaambiwa acha pombe, acha pombe, acha pombe, hataki. Mke wake acha pombe, acha pombe. Haya, mchungaji acha pombe, acha pombe. Washe jamani, wewe pombe itakuwa hachi. Akienda hospitalini daktari akimwambia tumeangalia ini lako, tumeona upande nusu lina madhara makubwa, inaonekana unaweza kupunguza uhai wako. Kesho asubuhi anaacha. Kwa nini? Kwa sababu daktari amemonyesha madhara. Hivi unanielewa? Watu wengi wanabadilika tabia wakionyeshwa madhara. Kabla ya madhara hawabadiliki. Dhara namba 1 ambao unatakiwa ujue wewe na uwaambie. Ni vizuri watoto wajue kwamba wanapomezwa na mitandao na simu ina uwezo wa kuharibu tabia zao. Kwa hiyo tabia zao zikiharibika, wataharibu masomo yao. Kwa hiyo mitandao na simu inaweza kuathiri masomo yao na tabia zao. Hiyo ni ya kwanza, madhara namba 1. Ni vizuri wajue mitandao na simu ina uwezo kuathiri tabia zao. Na tabia zao zikiharibika, masomo yao yameharibika. Dhara namba 1. Dhara namba 2. Kuweka akili sana kwenye mitandao na simu kuna sumbua ubongo, sehemu ya kumbukumbu. Kwa mwisho wa siku wao watoto wanapata madhara ya kukumbuka. Unashangaa kitoto kidogo kinasahau, hujawahi kuona. Kinasahau, kila siku kinasahau. Leo kitasahau hichi, kesho kitasahau hichi. Gari limeenda amesahau hichi, gari limerudi amesahau hichi. Mara nyingine anasahau mpaka kiatu. Anavaa kimoja, kingine amesahau. Anasahau kila kitu. Mara nyingi wakiconcentrate sana kwenye simu na mitandao inasumbua ubongo wao, sehemu ya kusahau. Dhara namba 3. Macho yanapoangalia simu muda mrefu, mwanga wa simu muda mrefu, hususan nyakati za jioni, inaathiri ubongo, sehemu ya usingizi. Kwa hiyo wanaweza wakapata changamoto za kulala. Wanaweza wakapata changamoto za kupata usingizi, changamoto za kulala. Wanaweza kupata changamoto za kupata usingizi na changamoto za kulala. Unashangaa mtoto anakesha halali, akienda kitandani halali, hapati usingizi. Kwa nini? Kwa sababu macho yake yanatazama kioo cha simu mara kwa mara. Dhara namba ngapi? Namba 4. Tafiti zinaonyesha watoto wengi wanaoangalia simu muda mrefu kwa sababu ya kujipinda wanaweza kudevelop kibiongo ambacho sio cha kuzaliwa. Unafahamu kuna watu wanazaliwa na kibiongo Nashangaa anapinda hivi kwa sababu hii spine hapa inapinda kwa sababu ya kukaa hivi na simu muda mrefu hivi. Hata wewe dada, kuwa makini sana. Unakaa kwenye simu muda mrefu hivi, nashangaa unazeeka umepinda hivyo hivyo. Madhara. Dhara namba ngapi? Obesity. Unene na vitambi. Hivi mshaona watoto sasa hivi walivyo na vitambi? Yaani unashangaa mtoto kamshinda baba. Vitoto vingi sasa hivi mtoto kimemshinda baba. Kwa sababu wako stationary. Yaani akija shuleni ndo anazunguka zunguka kidogo, lakini nyumbani hakuna physical activity, hakuna kitu cha kufanya. Akifika ni simu, ni TV, ni game. Kwa anakaa sehemu moja hivi na wakati anakula, kile chakula kinakwenda wapi? Kinatuama. Mama mmoja alikuja ofisini jana, nikamwambia mtoto wako ana umri gani?
Akaambia miaka 8. Ana kilo ngapi? Akaniambia 53. Katoto kamejaa kwenye kochi kenyewe, kochi la watu watatu kamejaa kenyewe. Nikamwambia mama, unafikiri sifa hii? Utamzika huyu mtoto. Utamzika huyu mtoto. Sasa hivi watoto wanakuwa na unene mkubwa wakiwa wadogo, miili inaanza kudevelop hormones za kiutu uzima. Na client wangu mtoto wake ana miaka 15 amemtoa India. Mtoto amepelekwa India na kitu gani? Fibroid. Hivi unajua fibroid? Fibroid ni vitu mauvimbe yana develop mtu akiwa mtu mzima hajazaa. Mtu mzima amefika umri wa kujifungua, mayai hayajatumika, ndio anapata fibroid. Mtoto wa miaka 16. Mwili mkubwa, kuna mavitu yanaharibika huko ndani. Kwa hiyo watoto ni vizuri muambie kuna madhara, obesity, unene na uvitambi. Watoto wengi sana sasa hivi kwenye familia wako hivyo. Na chakula mlete hapo mpe. Hapo kwenye TV. Unafikia anakula bila TV huyu? Unafikia anakula bila simu huyu? Mwashie simu yake. Mwashie kipindi chake, unamletea hapo sausage. Anakaa kama msanamu. Anakula. Mwingine paka aone hata iliko TV. Haoni. Madhara. Lakini dhara la mwisho, tafiti zinaonyesha watu wanaokomaa sana kwenye vifaa vya umeme, simu, kompyuta, TV, muda mrefu, seli zao zinazeeka mapema. Kwa hiyo wanazeeka huku nje mapema. Unashangaa mtu ana miaka 32 utafikiri babu. Kitoto kina miaka 18 utafikiri kina 32. Wanazeeka mapema. Na nawe kusaidia hata wewe pia, kuna wale wengine unamkuta ana miaka 24. Ukimwangalia hivi unataka kumbe shikamo. Kachoka, ngozi uka. Anashinda kwenye simu. Madhara ni makubwa kuliko unavyoweza kufikiri. Tunaelewana eh?